Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni neema kupata kujua haya. Basi tumepata kibali tuenda kuangalia kitu katika kitabu cha Wafalme wa pili ile sura ya 23 mstari wa 4. Nitasoma maandiko matakatifu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana linasema, kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja la pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni, akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridron, akayachukua majivu yake mpaka Beteli. Hilo ndilo neno la Bwana. Sasa Roho Mtakatifu wakati ananifundisha haya, nikapata kufahamishwa. Kwanza akanikumbusha kuna video ambayo nimeshaiposti kuhusu vyombo vya miungu. Nakumbuka nilionyesha pale jinsi Roho Mtakatifu aliniongoza kuteketeza kutupa baadhi ya vyombo ambavyo vilikuwa ni vya miungu, ni vyombo vyenye alama, vyombo vyenye maua. Sasa ukipata muda utaenda kuangalia video hapa, tutaangalia tena tutagusia zaidi hivi vyombo. Tunaona hapo imesema vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali. Baali anasimamia miungu au anawakilisha miungu. Ukisoma katika maandiko matakatifu utaona kuna mahali walitengeneza ndama kwa kutumia vile vyombo vya uzuri, na kuna watu wanaabudu miungu mbalimbali kwa fomu za wanyama. Kuna wanaoabudu ng'ombe, kuna wanaoabudu tembo, wanaoabudu simba. Yote hii ni miungu. Ni kama vile ulimwengu wa roho unapokuwa unavunja madhabahu au unapokuwa katika kifungo cha madhabahu, utaona miungu inakuja kwa umbo mbalimbali, nyoka, vitu kama hivyo, yote ni miungu. Sasa hivi vyombo nakuta vimewekwa hii miungu, ni vyombo vilivyotengenezwa kwa ajili ya miungu, au unaweza ukasema kama neno linavyosema kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya kazi zake, kazi za kufukiza uvumba. Kwa mfano kuna dini zinashiriki meza ya Bwana. Sasa unakuta vile vikombe na unakuga na visahani, vile kombe vinaekewaga ile divai, na kuna sahani zile zinaekewaga mikate ile ambayo inatokaga huko Roma. Sasa unakuta hivi vikombe vina alama ya miungu, na miungu mingine inawakilishwa na maua, miungu mingine inawakilishwa na matunda. Ipo miungu ambayo inawakilishwa kwa vitu mbalimbali. Majani fulani unakuta pale imewakilishwa. Kwa mfano ukiangalia hilo jagi hapo, huko kwa juu kuna pembe mbili. Sasa tunajua pembe mbili maana yake nini. Ukiangalia masinia kama hayo tunayo mengi majumbani mwetu. Kuna moja ambayo nishaelekeza kwa upande huko wa Tanzania, linakuwa limechorwa zabibu katikati au maua. Haya masinia mara nyingi wanaletaga, kama sikosei, wale Wahindi wanatengeneza. Kwa mfano hilo tu lina alama hiyo ya miungu yao, miungu ya Kihindi. Vitu vingi vya chuma au vya stili hivi vinakuaga vina alama ya miungu. Sasa hiyo ni moja wapo. Ukiangalia kwa chetezo cha kufukuza uvumba kina alama mbalimbali. Hata hivyo vyombo nikaelezea pia kuhusu hizo uma, visu tunavyovitumia, tuwe makini navyo. Vingine unakuta yani mithili yake ilivyokaa. Kwa mfano uma kama yale mafumo wanayoshikaga wale nguva, samaki watu au majini ya baharini. Sasa unakuta hivi vyombo, kwa mfano hiyo la kufunikia hapo lina pembe mbili nazo. Nikajaribu kupata hilo sanduku ambalo linaonyesha kabisa wazi pembe mbili. Na pia kuna vyombo mbalimbali vinakuwa vina alama hiyo, kama yale makaa ya kufunikia. Makaa ya kufunikia mamedi mara nyingi yanakuwa yako baharini. Ukiangalia sasa vyombo vingi tunavyo majumbani vina hiyo alama hiyo, kama hivyo vyombo vyeupe nilivyoviweka hapo kwenye hiyo stand. Na pale nimeweka mamedi amelala katika hilo kaa hilo, kama linakuwa linafunuka, ambao mara nyingi ndo wanapataga hizo pills. Pills ni iko kide cheupe. Waga wanatengenezaga urembo kama cheni, hereni. Pills wanaweka kwenye magauni haya ya kuvaa harusi. Yote hayo yanaashiria hii miungu ya baharini, hawa samaki watu. Kwa hiyo unakuta unatumia vyombo kama hivi, ni tayari ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya miungu. Kumbuka maisha yetu ni ibada. Tunapokula tunakula kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo ajitwalie utukufu. Sasa kama unakula kitu ambacho
umeweka kwenye vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya miungu, tayari kuna shida. Unakuta hizi fimbo mara nyingi zinatumikaga na watumishi wa Mungu. Unakuta vichwa vile vya fimbo mara nyingi vinakuaga na miungu mbalimbali. Sasa hii pia ituweke makini sana na pale tunapotumia hizi fimbo, au unakuta mtumishi ameshika fimbo, fimbo ina mamlaka. Sasa unakuta mtu anakupiga kwa fimbo au anakuwekea fimbo, tunasema fimbo za upako, kumbe ni miungu. Kuna nguvu nyingine ambayo itokani na Bwana Yesu Kristo ndio inakuja kwako, au anatumia hiyo nguvu, anapata nguvu kutoka katika hiyo miungu na sio Bwana Yesu Kristo. Hivi vyote ni vyombo au vitu vilivyotengenezwa kwa ajili ya miungu. Haleluya. Sasa kuna maashera kama tulivyoona ni miti. Kuna hiyo mitungi ambayo sasa hivi wanaleta kama urembo majumbani, wanauza kwenye sehemu za kupambia nyumba, vifaa vya kupambia nyumba, wanavileta. Sasa tunaweza kwa kukosa maarifa tutaona kwamba ni vitu vinavyofaa, ni vitu vizuri. Unaweka pale, unaweka ndani ya nyumba yako. Na sio hivyo, kuna wengine wanaweka madhabahuni kabisa. Unakuta mtu analeta mtungi, anaweka madhabahuni pale, anaweka hiyo miti au anaweka hayo maua. Kumbuka hivyo ni tayari umeweka maashera, na hivyo ndio vyombo vya kuwekea hayo maashera. Sema unakuta kwa sasa tunavyoishi vinaonekana kama ni vyombo vya kuwekea maua, vya kupambia nyumba, kumbe ni uongo, ni baba wa uongo. Amevileta tu hivi kudanganya ulimwengu, lakini anajua anachokifanya. Sasa hivi ndivyo vyombo vilivyotengeneza kwa ajili ya maashera, kwa ajili ya kuwekea hayo maua miti. Kwa mwisho wa siku kama neno la Mungu linavyosema, hivi vyombo viliteketezwa, na ndivyo hivi vinavyotakiwa kufanywa. Yamkini ulikuwa unatumia hivi vyombo hapo mwanzo, ulikuwa ujui. Mungu anataka toba, anataka utubu, kwa sababu alikuwa anajitolea utukufu ni miungu na sio Bwana Yesu Kristo. Na ukaweka kabisa hayo maua. Kuna wengine wanaviwekaga tu hivi vyombo, hawawekaji hayo maashera. Hayo maashera wanawasimamisha huko pembeni, alafu hivi vyombo vinakaa, lakini ni vyombo ambavyo kwa ajili ya maashera. Sasa ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya maashera na ni machukizo mbele za Bwana. Vinatakiwa kwanza tuombe toba na rehema. Yamkini ulishaye kutumia huko katika dini, uliokoka vile vile ukaweka madhabahuni pasipo kujua kipidiko. Bwana anataka toba. Ukiangalia ni madhabahu mara nyingi sasa unakuta hizi madhabahu zipo majumbani mwetu. Zile madhabahu simple mtu umeweka, unatakiwa sasa hii madhabahu ikamilike, iwepo miungu, iwepo hiyo naniliu hizo hayo maashera. Kwa hiyo inatafutwa chombo pale, inawekwa maua kadri hiyo miungu inavyotoa maagizo. Kama nilivyosema, kuna maua yana present miungu. Kwa hiyo unakuta hapo chini kuna vyombo vingine kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya Baali. Ukiangalia hapo kuna vyombo hapo, humo wataponda vitu wanavyopewa maelekezo. Kwa vyote hivi ni vyombo ambavyo viliteketezwa. Ukiangalia kwa wameweka hadi chakula. Sasa ndio kazi ya hivi vyombo, vinatolewa vyakula vinavyotolewa sadaka kwa miungu. Lakini ni vyombo ambavyo vimetumika kuweka chakula kilichotolewa sadaka kwa miungu. Unakuta mitungi mingine ina alama za miungu kabisa. Lakini ni vessels, ndio tunaziita vyombo kwa ajili ya maashera. Imewekwa pale majani nini, imewekwa miungu kabisa. Wanaweka hiyo ni madhabahu hapo imejengwa, wamesimamisha miti, wamesimamisha maua, wameweka. Ukiangalia kwa kawaida tu kama una maarifa ya rohoni utahisi ni urembo, kumbe ni madhabahu ambayo imewekwa hapo. Sasa wengi tunaonaga makanisani wanaweka pale, tambua pale unatengeneza madhabahu ambayo maelezo hayajatoka kwa Roho Mtakatifu. Sasa vyombo kama hivi ndio vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya maashera na vinatakiwa viteketezwe. Baada ya kuomba rehema na toba, vitatakiwa vichomwe moto, visionekane mahali ambapo Bwana anafanyiwa ibada, Bwana Yesu Kristo, Mungu mkuu aliye hai. Ukisoma katika ile Yeremia 7 mstari wa 18 na Yeremia 44 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 25, utaona pale kuna Malkia wa mbingu na kuna vyombo, yani kuna ibada walikuwa wanafanya
hapo kupitia ibada hiyo kuna vyombo vya kufukiza uvumba, kuna vyombo vya kukandia mikate, na kuna vyombo vya kutolewa sadaka ya vinywaji. Hiyo yote alikuwa anapewa huyu Malkia wa Mbingu. Sio Bikira Maria, ni Malkia wa Mbingu, pepo ambalo linakaa huko mbinguni. Na pia tumeona kuna mapepo mengi ambayo yanachukua fomu za ndege warukao, yanakaa huko mbinguni. Sasa hiyo ni sehemu ya jeshi la mbinguni. Lipo jeshi la Bwana Yesu Kristo, lakini pia kama tunavyoona yapo mapepo yanakaa huko mbinguni. Kwa hiyo ukia grupu yanaitwa majeshi ya mbinguni, ndio yalikuwa yanazungumziwa hapa kwamba vyombo vilivyotengenezwa kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni, ambao lilikuwa sasa ndio kama nilivyosema kuna Malkia wa Mbingu. Sasa kuna vyombo ambavyo vinatumika kutoa kufukiza uvumba, kumfukizia huyu Malkia wa Mbingu, na kuna vyombo vinatumika kukandia unga. Unakuta hapo vinatengenezwa keki, zinatengenezwa mikate, zinatolewa sadaka kama kule nyuma tuliona. Kama sio mikate au ni keki zile ambazo zilikuwa zimetolewa kwenye madhabahu kwa ajili ya kufanya ibada. Kuna vyombo ambavyo vinaikewa vinywaji, sadaka ya vinywaji. Kwa hiyo mwisho wa siku ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya jeshi la mbinguni. Kwa hiyo pia tunaona kuna vitu mbalimbali kwenye vitabu vingine wametafsiri ili andiko kama vitu vilivyotengenezwa kwa ajili ya jeshi la mbinguni. Kwa hiyo vitu ni kama hivi, unakuta vitu kabisa vimewekwa, kwa mfano bomba la maji, inaweza likawa katika hekalu la Mungu. Unakuta watu wameweka bomba la maji pale, watu wanayoa mikono, kusafisha mikono, kumbe lakini wameweka kichwa cha nyoka, kichwa cha miungu. Unakuta haya mabomba hapo manyumbani mwa watakatifu, wameweka ofisini, umebarikiwa kufanya kazi sehemu na ofisi yako umeweka vifaa kama hivi, au unafanyia sehemu ambapo kuna vifaa kama hivi. Sasa unatakiwa uwe makini. Hizi sanamu ulimwengu wa roho ziko halisi. Utaona tu pale kama ni bomba linatoa maji, lakini ujui ulimwengu wa roho ni kitu gani kinatolewa pale. Unakuta kwenye vitasa vya milango yani vile vya kufungulia milango wameweka nyoka. Unakuta hapo kuna vifaa vingine vimewekwa, malaika wameweka kama hivyo, au wanaitwa miungu ya kike. Kwa hiyo hivi vyote ni vitu au tunaweza tukasema ni vyombo vilivyotengenezwa kwa ajili ya jeshi la mbinguni. Haleluya. Kwa sasa hivi viliteketezwa kwa moto. Tunavyo hivi vitu. Kabla hapo tulivitumia kufanya hizi ibada. Ni enzi za ujinga, zama za ujinga tulikuwa tujui. Sasa Bwana Yesu anatukumbusha hivi vitu. Na Roho Mtakatifu azidi kukukumbusha pale ambapo ulitumia hivi vitu. Na yamkini unavyo nyumbani mwako, kwa sababu ile yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na kama nilivyosema maisha yetu ni ibada. Kila unachokifanya, unakula, unafanya nini, unatumia kitu gani, ni ibada. Bwana Yesu Kristo anatakiwa ajitolee utukufu. Sasa kama kuna vitu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya hizi sehemu tatu ambazo tumeona katika hayo maandiko matakatifu, hatutakiwi kuvitumia. Vinakuni mitego, ni tanzi kwetu. Haleluya. Kwa hiyo unakuta kama hivyo hapo, huyu watu wanafikiri Bikira Maria ndio Malkia wa Mbingu, wanatengenezea vitu kama hivyo, vyakula, keki kama hizo wanawekwa hapo. Kuna yani masinia, vyombo vina wanyama, kuna mamba, yani kuna vitu vya ajabu. Tunatakiwa tutoe hivi vyombo. Kuna vijiko hivyo unaweza ukapata sehemu ambavyo wanauza vyombo, ni havina alama, hazina miungu, hazina nini, kiko simple tu na unatumia kama unahitaji vyombo hivyo vipo. Sasa tunaona maandiko yanatuelekeza kwamba huyu mfalme Yosia alikuwa ni mfalme alifanya vyema sana machoni mwa Bwana kwa kufanya kitendo kile cha kuteketeza vyombo hivi vyote. Na sisi ili tupate kibali mbele za Bwana, tumtukuze Bwana Yesu Kristo, tunatakiwa tuteketeze hivi vyombo. Iwe ni nyumbani mwa Bwana au iwe ni mahali ambapo tunaishi, tunatakiwa tuviteketeze hivi vyombo, kwa sababu hii inakuwa ni milango. Mwizi tuseme kama ni shetani au majeshi yake akitaka kuingia kwako, waga nyumba zetu zina ulinzi. Sasa anapokuta kuna chombo chochote ambacho kimetengenezwa kwa ajili yake kiko ndani mwako mtakatifu, huo ndio mlango anatumia, anapita na uharibifu anakuwekea. Shalom.